Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari ni saa 6 mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Wazazi na walezi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuimarisha ulinzi na usalama kwa watoto wao wanapokwenda shuleni kwa kuwavusha kwenye vivuko barabarani. Baraza la vijana wa Chadema Bavicha kanda ya Victoria mkoani Mwanza limeiomba serikali kuunda baraza la vijana litakalowasaidia kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Ulaya ya kuwekea vikwazo baadhi ya viongozi wenye vyeo vya ngazi za juu wa Rwanda na waasi wa M23. Habari kamili. Kasulu. Wazazi na walezi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto wao wanapokwenda shuleni kwa kuwavusha kwenye vivuko vya barabara ili kupunguza ajali zinazoweza kuepukika. Wito huo umetolewa na afisa wa polisi dawati la elimu kitengo cha usalama barabarani wilaya Kasulu Kopro Emmanuel Fusi wakati akizungumza na Radio Kwizera juu ya mikakati ya kupunguza ajali za barabarani. Kopro Fusi amesema baadhi ya wazazi wanasahau majukumu ya kuwavusha watoto kwenye vivuko wanapohitaji kwenda shule, hasa kwenye shule ambazo zipo kando ya barabara. Naomba tu wasiseme tu kwa kuwa mtoto anakwenda shule, jukumu lake pia yeye hata yeye kumsindikiza au kumpa support sehemu zenye vivuko. Wasiwache jeshi la polisi tu peke yao ama wadau wengine wa usalama barabarani. Mzazi awe mtu wa kwanza kumwescort mtoto wake pale anapokuwa anaona kuna changamoto. Kwa mfano wazazi wanaokaa Kasulu maeneo ya Kumsenga, wanaokaa Nyasha, tukataa askari anakuepo pale, lakini unakuta mtoto mwingine mdogo kabisa, mzazi anataka amwache aende mwenyewe. Basi omba toka jirani yako mtoto ambaye ana umri kidogo wa kadri amshike hata mkono au mfikishe mwenyewe sehemu zenye vivuko zile, akisha amevuka salama mtoto na ujue huyu mtoto muda wa kurudi shule ndio muda wake, nenda kamvushe au nenda pale kampokea yale maeneo ambayo korofi. Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika Godilisen Msumanje amesema wameamua kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule za msingi kutambua sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali dhidi yao. Tunawalenga wanafunzi wa shule za msingi, lakini pia tunalenga madereva bodaboda, bajaji na madereva wa magari madogo. Kwa huku Kasulu wanaita mchomoko. Lengo kuu ni kutaka kuwajengea uelewa wa matumizi sahihi ya barabara ili waweze kutumia barabara zetu kwa usahihi ili tuweze kupunguza ajali. Aidha amesisitiza jamii kuwa na upendo kwa watoto na kuhakikisha wanashirikiana kuwavusha kwenye vivuko ili kupunguza ajali zinazoweza kuepukika, huku waendeshaji wa vyombo vya moto wakitakiwa kuzingatia sheria za usalama barabarani hasa katika maeneo yenye vivuko. Mwanza. Mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha kanda ya Victoria mkoani Mwanza Fredi Masele ameiomba serikali kuunda baraza la vijana litakalowasaidia kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili vijana ikiwemo changamoto ya ajira. Ameyasema hayo jana wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za Chadema kanda ya Victoria zilizopo Nyegezi, huku akisisitiza serikali kuhakikisha vijana wanawasimamia kupitia baraza hilo. Aidha amesema kumekuwepo na changamoto kubwa kwa vijana kushindwa kupata sehemu ya kusemea mambo yao, swala ambalo bado linawarudisha nyuma wao kama vijana. Na watu pekee wenye jukumu la kuhakikisha huu mchakato unakamilika ni serikali ya Rais Samia kupitia waziri mkuu ambaye hiyo wizara ya vijana iko ndani yake. Lakini mpaka leo ni miaka 4 sasa baraza la vijana la taifa halijaanzishwa. Maoni ya vijana, mapendekezo ya vijana, kero za vijana bado haziwezi kukusanywa zikawakilishwa kwa serikali. Tunaona hata wawakilishi wetu bado hawaendi kusemea masuala yanayogusa vijana. Kwa tunaitaka serikali ianzishe baraza la vijana la taifa ili vijana tukutane, tujadiliane, tupange masuala mbalimbali yanayohusu maisha yetu. Kigoma.
Kikao cha dharura cha kamati ya ushauri ya mkoa wa Kigoma kimeridhia mapendekezo kutoka mamlaka za serikali za mitaa mkoani humo kugawa majimbo manne ya uchaguzi pamoja na kubadilisha jina la jimbo moja la Buyungu na kuitwa jimbo la Kakonko. Akiwasilisha maoni ya mapendekezo hayo, mratibu wa uchaguzi ngazi ya mkoa Hussein Moshi amesema majimbo ya uchaguzi yaliyopendekezwa kugawanywa katika wilaya ya Kigoma ni jimbo la Kigoma mjini, ambapo mapendekezo ni kupata jimbo la Ujiji na Kigoma. Katika halmashauri ya Uvinza, mapendekezo ni kuwa jimbo la Kigoma ligawanywe na kupata jimbo la Uvinza pamoja na Buhingu. Muleba. Ofisi ya ustawi wa jamii wilaya ya Muleba mkoani Kagera imeitaka jamii kuwa na desturi ya kutoa misaada wa mahitaji mbalimbali kwenye familia zenye watoto mapacha zaidi ya wawili ambazo hazina uwezo wa kuhudumia watoto wao. Afisa ustawi wa jamii wilaya ya Muleba Bi Diana Lauliani amesema hayo wakati akikabidhi msaada wa mahitaji mbalimbali kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera kwa familia ya Bwana Silidioni Juma mwenye watoto mapacha 4 katika kata ya Kibanga. Bi Lauliani amesema ni wajibu wa wazazi kuwapatia malezi bora watoto hao ili kuendeleza ustawi bora wa mtoto. Hivyo, licha ya serikali kutoa msaada huo, kuna haja ya wadau mbalimbali kusaidia familia za aina hiyo. Kupata malezi bora ni wajibu wa wazazi, kuwatunza watoto, kuwapa malezi ambayo yanastahili, lakini pia na mahitaji yao ya msingi. Lakini pia tuseme labda kama kuna chochote ambacho unaweza kuhitajika ambacho kwa kweli ni kigumu, basi unaweza ukatoa taarifa ili uweze kusaidika. Lakini cha msingi ni kwamba tunaangalia ustawi wa watoto, kwamba waweze kuendelea vizuri, wasikose yale mahitaji yao ya msingi. Kwa hiyo hata wengine labda jamii na watu wengine kama wanaweza pia kumsaidia mama na baba kwa chochote kile, wanaweza wakaleta. Sababu najua sasa hivi baba ndiye anayefanya kazi peke yake. Sababu watu wanapokuwa 4 hivi, hata muda wa kufanya kazi unapungua. Naye baba wa watoto hao mapacha 4 Bwana Silidioni Juma amesema tangu wazaliwe hadi sasa wana umri wa miezi 6 na wanaendelea na afya nzuri chini ya malezi ya baba na mama, huku akishukuru serikali kwa msaada wa uangalizi wa karibu wa watoto hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Ulaya ya kuwekea vikwazo baadhi ya viongozi wenye vyeo vya ngazi za juu wa Rwanda na waasi wa M23 kwa kuhusika katika uchimbaji haramu wa madini mashariki mwa DRC. Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya DRC, Patrick Muyaya, amesema adhabu hiyo ni hatua muhimu ya kuzuia nchi ya Rwanda kujilimbikizia pesa kwa kupora madini ya DRC na kuomba Umoja wa Ulaya kuzidisha hatua nyingine zaidi dhidi ya Rwanda. Aidha, Muyaya amesema kilichobaki ni Umoja wa Ulaya kusitisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda na kulazimisha nchi hiyo kuondoa vikosi vyake mashariki mwa DRC. Hatua ya Umoja wa Ulaya kuwekea vikwazo baadhi ya maofisa wa Rwanda na viongozi wa M23 umesababisha waasi wa M23 kujiondoa kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC nchini Angola. Gaza. Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas imesema takribani watu 330 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israeli huko Gaza yaliyotekelezwa usiku wa kuamkia leo. Jeshi la Israel limesema kuwa lilikuwa likifanya mashambulizi makubwa baada ya mazungumzo ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kushindwa kufikia makubaliano. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inasema Israel kuanzia sasa itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu zaidi za kijeshi, ikishutumu Hamas kwa kukataa mara kwa mara kuachilia mateka wao na kukataa mapendekezo ya kurefusha muda wa usitishaji mapigano. Hamas inaishtumu Israel kwa kushambulia raia wasio na silaha na inasema wapatanishi wanapaswa kuiwajibisha Israel kuwajibika kikamilifu kwa kukiuka usitishaji wa mapigano. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wazazi na walezi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto wao wanapokwenda shuleni kwa kuwavusha kwenye vivuko vya barabara.
Baraza la vijana wa Chadema Bavicha kanda ya Victoria limeiomba serikali kuunda baraza la vijana litakalowasaidia kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Ulaya ya kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wenye vyeo vya ngazi za juu wa Rwanda na waasi wa M23. Waza Wazua. Msikilizaji, habari mbaya huamsha fikra mbaya na kuchochea matendo mabaya. Jikinge uwezavyo kukutana na habari mbaya kwa ustawi na afya ya akili yako. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.